dunia kuangalia ripoti za tafiti bwana. Ndio, kombe la dunia la FIFA kwa mwaka 2026 ni mashindano makubwa zaidi katika historia ya soka duniani. Kwa mara ya kwanza, mashindano haya yanashirikisha timu 48 badala ya timu 32 zilizokuwa zikishiriki katika miaka iliyopita. Ni mara ya kwanza mashindano haya kuandaliwa kwa pamoja na nchi 3 ambazo ni Marekani, Canada pamoja na Mexico. Mabadiliko haya yameongeza idadi ya mechi kutoka 64 hadi 104 na kufanya mashindano kuwa na ushindani mkubwa zaidi. Mpaka hapo umepata kakitu kwamba timu kipindi cha nyuma, mechi za nyuma zilikuwa zinashiriki timu 32, lakini kwa mwaka huu ni timu 48. Hayo ni mabadiliko. Utafiti huu ulilenga kuchunguza mabadiliko yaliyofanyika katika kombe la dunia kwa mwaka huu 2026. Kutathmini ushindani wa timu mbalimbali, kubaini mambo yaliyovutia mashabiki duniani na kuchunguza athari za mfumo mpya wa timu 48 katika mashindano. Taarifa zilizotumika katika ripoti zimekusanywa kutoka vyanzo mbalimbali vya habari za michezo, tovuti rasmi ya FIFA, pamoja na uchambuzi wa matukio ya mechi zilizochezwa mpaka sasa. Matokeo ya utafiti kuna kuongezeka kwa idadi ya timu. Kuongezeka kwa idadi ya timu. Moja ya mabadiliko makubwa ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 ni kuongezeka kwa idadi ya timu kutoka 32 hadi 48. Timu hizo zimegawanywa katika makundi 12 yenye timu 4 kila kundi. Timu 2 za juu kutoka kila kundi pamoja na timu 8 bora zilizoshika nafasi ya 3 zinafuzu hatua ya mtoano ya timu 32. Mfumo huu umeongeza ushindani na nafasi kwa mataifa mengi kushiriki mashindano hayo. Matokeo mengine ya tafiti ni ushindani mkubwa wa timu. Tafiti zinaonyesha kuwa ushindani umeongezeka sana kwa mwaka huu. Timu kama Argentina, Ujerumani, Ufaransa, Marekani na Mexico zimeonyesha kiwango kizuri na tayari baadhi yao zimefuzu hatua ya mtoano. Wakati huo huo, timu ambazo hazikuwa zikipewa nafasi kubwa zimeonyesha ushindani mkubwa na kuwashangaza mashabiki. Wanasema kuna shabiki mmoja anasema kwamba kuna timu ambayo yeye alikuwa hadhani kabisa ni timu ndogo, lakini wamefanya wonders, wamefunga timu kubwa. Timu kubwa yenye wachezaji maarufu wa muda mrefu, wachezaji wa kongwe. Tafiti nyingine inasema kwamba nyota wa soka kuendelea kung'ara. Wachezaji wakubwa duniani wameendelea kuonesha uwezo wao. Lionel Messi ameweka rekodi mpya ya mabao mengi zaidi katika historia ya kombe la dunia baada ya kuifikia na kuivunja rekodi iliyokuwa ikishikiliwa hapo awali. Kylian Mbappe, Erling Haaland pamoja na Lamine Yamal pia wameonyesha kiwango cha juu na kuvutia mashabiki wengi duniani. Mama JJ anasema, "Hi Salome. Hi Mama JJ, how are you? How do you do today?" Mfumo mpya wa hatua ya mtoano. Huu mfumo ni mpya ambao haukutumika kabla. Na mfumo huu umeanza kutumika mwaka huu kwenye kombe la mwaka huu 2026. Baada ya hatua ya makundi, mashindano yanaingia katika hatua ya timu 32 badala ya timu 16 kama ilivyokuwa zamani. Mfumo huu umeongeza idadi ya mechi na kufanya mashabiki kuwa na nafasi ya kuona timu nyingi zaidi zikishindana hadi hatua za mwisho za mashindano. Ushindi ni mkubwa.
ushindi ni mzito. Mambo yanayowavutia mashabiki. Wewe kama shabiki wa mpira, ni jambo gani ambalo linakuvutia au limekuvutia sana katika kombe la dunia kwa mwaka 2026? Kuna grupu moja la WhatsApp nilipita huko nikaona watu wakiwa wanajadili. Wanasema kombe halina mvuto, kombe limefanya nini? Yaani kila mmoja anatoa maoni yake. Unajua kuna kitu unavyokipokea wewe ni tofauti na mwenzako anavyokipokea. Ndio maana wataalamu wa maneno wanasema kwamba hakuna kitu kizuri wala kitu kibaya, ila mtazamo wako wewe ndio unaamua kutafsiri kile kitu kipo vipi. Kibaya kwako ni kizuri kwa mwingine, kizuri kwa mwingine ni kibaya kwako. Kwa hiyo huo tu ni mtazamo wako. Mashabiki wengi wamevutiwa na ushindani mkali katika makundi. Matokeo ya kushangaza kutoka kwa timu ndogo. Inaonekana katika kombe la dunia kwa mwaka huu timu ndogo zimefanya wonders, kwamba usione kitu kidogo ukakidharau. Usione mtu ni mdogo kwamba unamzidi ukadharau. Hapana, anaweza akafanya wonders kama timu ndogo ambavyo zimeweza kufanya vizuri katika kombe la dunia kwa mwaka huu hapa. Rekodi mpya zinazowekwa na nyota wa soka. Mfumo mpya wa mashindano wenye timu 48 ni kitu kingine ambacho kimewavutia mashabiki kwa maelezo yao. Mashabiki, kwa baadhi ya mashabiki. Yes, na vile vile wanasema kwamba maandalizi makubwa yalifanywa na nchi 3 wenyeji wa mashindano. Mexico, Canada pamoja na Marekani. Changamoto zilizobainika ni pamoja na mafanikio hayo ambayo nimeyaeleza hapo, au mazuri hayo niliyoyaeleza, ni kwamba wataalam wameeleza kuwa mfumo wa timu 48 umeongeza ugumu wa upangaji wa hatua ya mtoano na uwezekano wa kutokea kwa mchanganyiko mwingi wa ratiba. Hata hivyo, FIFA imeendelea kuboresha mfumo huo ili kuhakikisha mashindano yanaendelea kwa haki na usawa. Na ni kweli hili mimi nakubaliana nalo kabisa kwa 100%. Lazima kuwe na ugumu wa kupanga hatua ya mtoano, timu zikiwa nyingi. Alafu sasa kila timu ikiwa nzuri, kila timu ikawa inafanya vizuri. Hapo lazima kichwa kipate moto. Unapangaje nani acheze na nani? Nani ni mbabe zaidi ya mwenzake? Kwa kuhitimisha, katika ripoti ya tafiti ambayo nimekusogezea kwa siku ya leo ni kwamba kwa ujumla tafiti zinaonyesha kuwa kombe la dunia kwa mwaka 2026 limekuwa moja ya mashindano makubwa na yenye mvuto zaidi katika historia ya soka. Kuongezeka kwa idadi ya timu, ushindani mkubwa, nyota wa soka kung'ara pamoja na mfumo mpya wa mashindano kumeongeza hamasa kwa mashabiki duniani kote. Mashindano haya yanaendelea kuvutia mamilioni ya watu, huku wengi wakisubiri kuona ni timu gani itakayofanikiwa kunyanyua kombe la dunia mwaka huu. Mimi ningekuwa mtaalamu wa michezo, ningekuwa nishabetika hapo. Lakini mimi mpira sijui jamani. Ningekuwa najua labda ningeweza nikaelezea kutokana na yale wanayoyafanya uwanjani. Vipi wale wataalamu wa kubeti, mambo yanaendaje huko? Unaweza ukaniambia ni timu gani ambayo inaweza ikaibuka na ushindi? Je, ni Argentina, Brazil, Ufaransa, England, au inaweza ikawa ni timu nyingine mpya kabisa ambayo ikaibuka na